somo kinasema kutoka utumwani. Maana ya kwanza nimesema ni mfumo unaotoa fursa kwa binadamu mwingine au mamlaka nyingine kumiliki binadamu kama mali. Bwana wetu Yesu atusaidie. Kwa hiyo ule mfumo unatoa mamlaka kwa binadamu mwingine au mamlaka nyingine kumiliki binadamu mwingine kama mali, kama vile ilivyo ng'ombe, ilivyo kuku na vitu vingine ambavyo watu wanamiliki. Inaweza ikawa mamlaka inamiliki au mtu binafsi anamiliki. Kwa hiyo inaweza ikawa maana mojawapo wa neno utumwa. Lakini maana ya pili nimesema utumwa ni ile hali ya kutokuwa huru au kukosa haki za kimsingi. Kwa hiyo inaweza ikasababisha ukakosa uhuru wa kufanya maamuzi yako. Inaweza ikasababisha ukakosa haki zako za kimsingi kwa sababu ya ile nafasi ulioipa ya utumwa. Sasa katika habari hii ya utumwa utagundua kuna makundi mawili yanaomiliki au yanayotawala tunapozungumzia utumwa. Kundi la kwanza ni mtumwa, maana yake anamilikiwa na mtawala. Lakini kundi la pili maana yake ni yule anayetawala, maana yake yeye ndio mwenye mamlaka ya kusema na ndio mwenye mamlaka ya kuamurisha baadhi ya mambo yaweze kutokea. Sasa katika ulimwengu wa roho nimelitazama neno utumwa kama sehemu muhimu ambayo Yesu alikuja ili aweze kutukomboa na aweze kututoa katika kongwa la utumwa. Kwa hiyo nimetazama katika jicho la tofauti, nikatambua ipo neema ya Kristo iliyoachiliwa kwetu ili kutukomboa kutoka katika utumwa. Naomba tufungue kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5 mstari wa kwanza. Wakati huo msomaji wangu utaniandalia pia Warumi 6 mstari wa 17 na 18. Tuanze na Wagalatia sura ya 5 mstari wa kwanza. Naomba msomaji ulio tayari uweze kunisomea maneno haya, yatusaidie na kutufikirisha kwa habari ya utumwa. Kama bado hujafika, niandalie Warumi 6:17 hadi 18, Wagalatia niweze kuisoma. Anasema, katika ungwana huu Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Naomba Warumi sura ya 6 mstari wa 17 na 18. Biblia inasema, lakini Mungu ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Bwana wetu Yesu atusaidie. Mahali hapo panazungumza habari za utumwa katika makundi mawili. Yanazungumza habari ya mtumwa wa dhambi lakini na mtumwa wa haki. Tujifunze kwa habari ya mtumwa wa dhambi. Maana yake anakosa uhuru wa kufanya maamuzi yale ambayo anatamani afanye kwa akili zake. Anakosa maamuzi sahihi ya kutembea kwenye kusudi ambalo Bwana amekusudia kumpeleka kwenye hatua nyingine. Maana yake dhambi imefanya kuwa mtumwa, na kwa sababu hiyo ameanza kutawaliwa na dhambi. Amekosa uhuru na haki ya kumiliki kile ambacho Yesu amekusudia amiliki. Sasa katika maandiko haya utagundua mambo haya mawili yanatokea. Moja, mtu anapotawaliwa na dhambi linatokea jambo tunaloliita kumilikiwa
au kutawaliwa na hiyo dhambi. Maanake hiyo dhambi ambayo inaingia ndani yake inasababisha akose uhuru wa kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake, akose uhuru wa kutembea kwenye kusudi ambalo Bwana amekusudia. Kwa hiyo mtu huyu, maandiko yanasema ametawaliwa na dhambi, amekuwa mtumwa wa dhambi. Lakini sehemu ya pili inaonyesha namna anavyotumikishwa na hiyo dhambi. Maana yake dhambi inaweza kumuendesha kumpeleka sehemu moja na kumpeleka sehemu nyingine, wakati mwingine sio kwa akili zake, ila dhambi imeingia ndani yake, alafu ikaanza kudhoofisha namna ya kufikiri kwake, ikaanza kudhoofisha namna ya kuwaza kwake, na anajaribu kujitoa. Maandiko anasema amefungwa kwenye kongwa la dhambi. Sasa uzuri wa Yesu alipokuja ulimwenguni, alikuja kutufungua kwenye hilo kongwa la dhambi. Uzuri wa Yesu alipoteswa msalabani, aliteswa ili sisi tuwe huru na tufunguliwe na hilo kongwa la dhambi. Ndio maana kuna maeneo watu walipokwenda na shida, walipokwenda na matatizo yao, walipokutana na Yesu aliposema umesamehewa dhambi zako, walipokea uponyaji. Maana yake dhambi ilisababisha waendelee kuishi kwenye matatizo makubwa na changamoto nyingi, kwa sababu wametenda dhambi, wamekwenda mbali na uso wa Bwana. Sasa leo natamani kanisa la Bwana tujifunze kwa habari ya utumwa wa dhambi, ili tujikague ndani ya mioyo yetu. Sisi tumepata neema ya wokovu. Je, tumeachwa huru kama Yesu anavyosema, au tunaishi katika namna ya mazoea? Lakini dhambi ndani yetu imetufunga na kutushika, alafu tukakosa uhuru wa kufanya maamuzi. Bwana wetu Yesu atusaidie. Bwana wetu Yesu atusaidie. Bwana wetu Yesu atusaidie. Na wapo watu ambao wana uwezo wa kuwa watumwa katika dhambi, ila sababu ya utumwa wao, aidha walitafuta mali, au walitafuta ndoa, au walitafuta watoto, ghafla likageuka likawa kongwa kwenye maisha yao. Nina mfano wa ndugu yangu mmoja ambaye namfahamu. Alipohangaika kupata mtoto, alipoteseka kwa habari ya mtoto, akaamua kwenda kwa waganga, ili yamkini Bwana aweze, huyo bwana wa waganga aweze kumpa mtoto kupitia kilio alichokuwa nacho. Alipokwenda kwa waganga, akapata mtoto wa kiume. Akapewa masharti. Moja wa sharti aliyopewa kusema mtoto huyu usimnyoe nywele za katikati. Maana yake kichwa chake chote kikiota nywele, ikifika wakati wa kunyoa abakize eneo la nywele zake. Alafu kila mwaka aende kwa mganga kwa ajili ya kunyolewa zile nywele zilizosalia. Ameshaingia kwenye kongwa la utumwa. Mwaka wa kwanza akaenda, mwaka wa pili akaenda, mwaka wa tatu akaenda. Kwa hiyo ikawa kama sehemu ya maisha yao. Wakaendelea kufikiria katika namna tofauti, kana kwamba ni jambo la kawaida, kila mwaka watapata siku ya kwenda kwa mganga ili waweze kunyoa hizo nywele. Siku moja wakaenda kwa mganga. Wanafika nyumbani kwa mganga, wanapewa taarifa ya mganga ameshamaliza safari. Wanauliza ni nani aliyorithi sehemu ya uganga ili atusaidie kwenye shida tulionayo. Wanaambiwa hakuna yeyote aliyorithi. Shida imeingia, ameteswa kwenye utumwa kwa namna hiyo. Kwa bahati mbaya sana, yale mapepo ya kiganga yakamuingia yule kijana, na yeye akaanza kuwa mganga. Hebu tazama katika jicho la namna hiyo. Maana yake Ibilisi alimfunga wakati anatafuta mtoto, akamfanya kuwa mtumwa, akageuka kuwa mateka.
Alafu baada ya muda mateka yamesababisha badala ya kuzaa mtoto kazaa mganga. Anaishi kwenye mateso. Anaishi kwenye mateso. Kilichoanzia ni wapi? Ni alipozoelea kwenda kwa mganga, ndipo alipotengeneza utumwa wa dhambi. Hiyo ndio iliyosababisha uganga. Bwana wetu Yesu atusaidie. Bwana wetu Yesu atusaidie. Kwa hiyo kwa kawaida shetani anapokuingiza katika hali hii, anaweza akakuingiza kwa jicho la tofauti. Anaweza akakuingiza kana kwamba anataka kukusaidia ndoa. Anaweza akakuingiza kana kwamba anataka kusaidie mtoto. Anaweza akakuingiza kana kwamba anataka kusaidie mali. Lakini kumbe anatamani uwe mateka wake. Kumbe anatamani uwe miongoni mwa watu wanaoteswa na kuhangaika maisha yao yote. Ni heri tukaishi na Kristo, akaendelea kuwa ndani yetu, na amani ya Kristo ikawepo, ila tuishi maisha ambayo Bwana amekusudia. Yapo maisha ambayo Bwana amekusudia kwa ajili yako. Yapo maisha ambayo Bwana amekusudia kwa kila mmoja, ila anajaribu kuangalia namna ulivyozoelea dhambi, kwa kwamba uoni kama tatizo kutenda dhambi. Yesu anataka kutoe kwenye huo utumwa wa kuzoelea dhambi. Yesu anataka kutoe kwenye huo utumwa wa kuzoelea dhambi. Dhambi sio ya kuzoea mara kadhaa. Usifikirie kana kwamba ni kawaida. Yesu anakujua na anajua mahali anapokupeleka. Ila ulipompokea Yesu, alikuhamisha kwenye ufalme, akakupeleka kwenye ufalme mwingine. Ila umebadilika ghafla, umezoelea dhambi. Yesu anasisitiza leo tusiishi maisha ya kuizoelea dhambi, kwa sababu itasababisha tuwe watumwa wa shetani. Ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, tutahangaishwa na hizo mali tulizozipata. Tutahangaishwa na watoto tuliowapata. Tutahangaishwa na hiyo elimu tuliyoipata. Ila Bwana wa mabwana, kama vile aishivyo, atupe neema ya kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Yesu atusaidie tutoke kwenye utumwa wa dhambi, ili tusimame kwenye kusudi lake, ili tuishi maisha ya kumpendeza yeye. Ninajua kabisa upo mahali hapa kwa sababu umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini maandiko yanasema hakuna atendaye dhambi ambaye ni mali ya Bwana. Wote watendao dhambi ni mali ya Ibilisi. Kwa hiyo lazima tutumie nguvu na mamlaka tulionayo kutoka kwenye hilo kongwa la utumwa wa dhambi. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Naomba msomaji wangu Yohana sura ya 8 mstari wa 31 hadi 36. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 hadi 36. Biblia inasema, Amen. basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Amen. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Amen. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Kama kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini sehemu nyingine anajaribu kutafsiri sio mtumwa tu wa dhambi, ila upo chini ya mamlaka ya Ibilisi. Manake kutenda kwako dhambi kunampa Ibilisi mamlaka ya kukumiliki na kukuongoza kwenye matendo yasiyofaa. Lengo la neno hili ni nini sasa? Ili tuweze kutambua ila za Ibilisi, ili kuweza kutambua namna ambavyo Ibilisi anatutumia ili adhoofishe kile ambacho Bwana ameweka ndani yako.
anaanza kukutengenezea hali ya kuzoelea wokovu. Anaanza kutengeneza hali ya kuzoelea dhambi. Anaanza kutengeneza hali ya kuzoelea neema ya wokovu. Neema ya wokovu haijawahi kuzoeleka, ila Bwana ametuhakikishia kwa uaminifu wake mkubwa kuwa tutashinda na zaidi ya kushinda kama tukimwangalia yeye. Maana yake ndani yetu tukiishi maisha matakatifu yanatupa nafasi na mamlaka ya kuamua kile ambacho tunatamani kuamua. Hauna miliki yoyote ya kipepo, unakuwa na mamlaka. Mamlaka ambayo Yesu kaachilia kwako inaongozwa na kuishi maisha matakatifu, kwa sababu ulipomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo Bwana akaachilia mamlaka kwako. Ila namna ya kuitunza mamlaka ni kuishi maisha ya kumpendeza Yesu, ni kuacha dhambi unazozitenda, ni kuacha kila aina ya uovu ambao sio kusudi la Bwana. Yesu mwenyewe ana kusudi la kukupeleka hatua nyingine. Yesu mwenyewe ana kusudi la kukuimarisha. Yesu atusaidie. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Tunatokeje katika utumwa wa dhambi? Tunatokeje katika utumwa wa dhambi? Maandiko yanaonyesha Yesu alipokuja, alipoingia ndani ya mioyo yetu, tukapata nafasi ya kumwamini, mamlaka ya kimungu ikawa ndani yetu. Ila tulipomkosea tukatenda dhambi, maana yake tumempa ibilisi nafasi. Na maandiko yanasema msimpe ibilisi nafasi, maana anajua ibilisi akipewa nafasi atakuja katika jicho la furaha, atakuja katika jicho la shangwe, ila akiwa ndani yake anatamani kuua na kuharibu kila ambacho Bwana amekusudia. Sasa tunatokeje kwenye kongwa hili? Hakuna namna ya kutoka zaidi ya toba. Maandiko yanazungumza kama tukienda mbali na uso wa Bwana, tukitaka kurudi kwenye uso wa Bwana, ni kumwambia yeye aliyotuumba, nimekosa mbele zako, naomba unisamehe. Niliwahi kusoma kwenye mtandao habari hii. Inaeleza kwa habari ya vijana waliokuwa wanafanya kazi kwenye ofisi moja ya kanisa. Wakati wanafanya kazi kwenye ofisi hiyo ya kanisa, ndipo kwa bahati mbaya yalikuwepo magunia 5. Kwa namna ya kuelewa kirahisi, yalikuwepo magunia 5 ya mahindi. Lakini kwa bahati mbaya sana yakawa yameibiwa magunia 2. Sasa kwa utaratibu wa lile eneo, ilikuwa watu wanaenda kuungama kwa kutaja dhambi zao. Kwa hiyo viongozi wakasema watakuja, wanapotaja tutajua ni yupi aliyoiba. Magunia si hapo 5. Ghafla 2 ya hapo yamebaki 3. Ndipo wanasema aliposogea mtu wa kwanza kusema chochote, wakajua anayefuata. Aliposogea mtu wa pili akusema chochote, wakajua anayefuata. Aliposogea mtu wa 3 akasema, nimekosa mbele ya mbingu na mbele ya nchi, nimeiba gunia 5 za mahindi. Mfano wangu ili ueleweke vizuri, zilizoibiwa zilikuwa gunia 3. Alafu alioenda kuungama anasema ameiba gunia 5 za mahindi. Waongozaji wakaamua kuweka mambo vizuri, waulize kinachofuata, kwa sababu wanatambua zilizoibiwa ni 2. Alafu msemaji anasema ameiba 5. Wakauliza, hapa kwetu tumeibiwa 2 na hizo 3 bado zipo, unamaanisha nini unaposema umeiba 5? Akasema, ninakusudia nikitoka hapa nikamalizie na zile 3. Ngoja nikwambie mtumishi wa Bwana, tunapozungumza toba, hatuzungumzii hali ya kujuta peke yake. Tunazungumzia hali ya kujuta kwenye lile uliotenda na kukusudia ndani kuacha ili umfananie Bwana.
kama utajuta kwa lile uliolifanya, maana ya huruma katika hali ya kawaida, ila toba lengo lake ni kugeuka kwenye njia ambayo haikufaa ili uingie kwenye njia ambayo Bwana imemkusudia. Kwa hiyo unapoomba toba kwa habari ya wizi, maana yake ndani ya moyo wako umekusudia kuanzia hapo hautaiba tena. Unapoomba toba kwa habari fulani, umekusudia, umeiacha kuanzia hapo. Lakini Wakristo wengi tumeuzoelea wokovu. Leo tunaomba Mungu toba, kesho tunarudi pale pale. Maandiko yanasema tumekuwa watumwa wa dhambi. Maana yake tumeshindwa kutembea sawa sawa na kusudi la Bwana. Leo nimekuja nikwambie, unapoomba rehema mbele za Bwana, maanisha kutoka ndani ya moyo wako. Na ukimaanisha kutoka ndani ya moyo wako, muombe Bwana akusaidie usirudie tena mahali ambako umefanya. Wakati Yohana anazungumza, alisema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Wakati Yesu amekuja anazungumza kwa habari ya toba inayosaidia ondoleo la dhambi. Wakati mitume wameachiwa, wanaulizwa tufanyeje? Anasema tubuni ili leo na nyinyi muingie muwe miongoni mwao. Hasemi kuelezea dhambi, anasema ile nia ya ndani ya kuacha dhambi uliyoielezea. Kuelezea isaidi chochote, kuelezea isaidi chochote, ila nia ya ndani ya kuiacha ikoje? Umetenda dhambi mara ngapi? Baada ya kutenda dhambi, baada ya kuomba rehema, nia ya ndani ya kuiacha hiyo dhambi ipo. Yesu anataka ndani ya mioyo yetu tunie kutembea kwenye kusudi lake. Yesu anataka ndani ya mioyo yetu tunie kutembea kwenye kusudi la Bwana. Tumwambie Bwana tumekosa, ila hatupo tayari kurudia tena. Tufanye kuwa miongoni mwa watoto wako. Yesu bado ni mwaminifu kwenye maisha yetu. Hata leo yupo tayari kutusaidia. Anasema mbinguni wanafurahi mwenye dhambi mmoja akitubu. Malaika wanashangilia, mbingu zinashangilia, kwa sababu wanajua ndani yake ipo toba ya kweli. Haitusaidii chochote hata kama tutafanya huduma kwa kiwango gani, ila kama Yesu wa kweli hayupo mioyoni mwetu, hiyo ni kawaida ya dini kama wanadini wengine. Yesu anataka tunapofanya huduma zetu tuwe tumedhamiria kuwa lile ondoleo la dhambi lipo ndani ya mioyo yetu. Tusizoele ibada. Bwana wetu Yesu atusaidie. Anza kufikiria ni mwaka wangapi umeokoka hadi leo. Alafu anza kutazama yale maeneo yanayokusumbua tangu ukiwa mwaka wa kwanza. Leo na miaka 10 kwenye wokovu bado yanakusumbua. Nia ya kubadilika haipo ndani yako. Nia ya kubadilika haipo ndani yako. Kama Yesu ametuhakikishia ana uwezo wa kutusaidia, ana uwezo wa kutuimarisha, kwa nini tusitamani kuimarika? Kwa nini tusitamani kutembea katika kusudi ambalo Bwana amekusudia? Bwana wetu Yesu apewe sifa. Habari za Zakayo tunazifahamu. Wakati Zakayo amepanda juu ya mti, Yesu alipokuja akaenda nyumbani kwake. Nafupisha ili tuelewane vizuri. Alafu wale watu wakamwambia, imekueja ameingia kwa huyu mwenye dhambi. Alafu Zakayo hakuhangaika kubishana na wale watu habari ya dhambi. Alichokitazama ni zile dhambi zimetokana na nini. Anasema ikiwa nimewasulumu maskini na warudishia, ikiwa nimemsulumu mtu na mrudishia. Anajaribu kutengeneza mahusiano yake na Mungu, haijalishi watu wanamtazamaje. Mahusiano na Mungu ni muhimu sana. Na binafsi ndio mwenye uhakika wa mahusiano ulionayo na huyu Mungu wetu. Wewe binafsi ndio mwenye uhakika wa kile ambacho Bwana ameweka ndani yako.
Wewe binafsi ndio una uhakika kama umezoelea wokovu. Ndio maana tumeuzoelea wokovu. Wakati mwingine mtu anakwenda kwa waganga na anarudi anaingia tena imani mwa Bwana. Anachukulia kama kitu cha mazoea. Yesu anatamani atusaidie ili tuupe thamani wokovu ambao Bwana amekusudia. Tukiupa thamani wokovu, tutaona mema yatakavyotujilia. Tutaona ukuu wa Bwana. Unapata wapi nguvu za kuomba ulinzi wa Bwana wakati jana ulikwenda kwa mganga kuomba akupe mali? Tunamchezea huyu Mungu. Maana yake Mungu anatamani. Ndio maana mahali pengine anasema chagueni leo mtakaye mtumikia. Kama ukiona ni Mungu aliye juu, simama kwenye uhakika. Ukiona jua unatamani kumtumikia Mungu aliye juu. Na kama unaona Mungu Baali anafaa, ni bora ukasimama kwa Mungu Baali ili neema ya Kristo ianze kuombewa kwako. Bwana wetu Yesu atusaidie. Bwana wetu Yesu atusaidie. Bwana wetu Yesu atusaidie. Haleluya Bwana. Wewe ni mwaminifu. Ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu. Ni kweli umeokoka na ni kweli tunakufahamu kama mtu aliokoka. Ila neno la Bwana linatamani leo likuambie uangalie maisha yako unayoishi yanamfanania Kristo. Wokovu tulionao ni wa thamani mno. Haufananishwi na kitu chochote. Wokovu tulionao ni wa kweli na unatokea kwa namna tofauti kwenye maisha yetu. Ni wewe binafsi kujikagua mbele za Bwana. Alafu mwambie Bwana, nimekosa. Natamani unitengeneze nifananie mbingu, nifananie kile ambacho umeweka ndani yangu, ili uishi maisha ya kumpendeza Bwana. Naomba tusimame. Praise, karibu. Asante Bwana. Asante Bwana. Simama kwa miguu yako. Wakati tunaimba wimbo huu, endelea kutafakari uzuri wa Yesu. Tulikuwa katika kongwa la utumwa wa dhambi. Yesu alikufa msalabani, akatupa neema ya wokovu. Tulipoingia kwenye neema ya wokovu, tumejikuta tumezoelea. Tumechukua kana kwamba wokovu ni kitu cha kawaida. Yesu anasema tusizoelee wokovu kwa kiwango hicho. Turudi mbele zake, tumwambie Bwana tusaidie. Atuimarishe tena. Atupe nafasi tena ya kutumika sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Kuna baraka ambazo Bwana ameachilia mbele zako. Kuna baraka ambazo Bwana ameachilia. Wakati mwingine anatamani siweze kutokea, ila kwa sababu ya kujichanganya kwetu hazijatokea kwa kiwango kile. Wakati tunaimba wimbo huu wa kuabudu, anza kufikia moyoni mwako. Na kama unaishi kuna mahali hapajakaa sawa sawa na Mungu wetu, utasogea katika madhabahu, tumwambie Bwana akurehemu. Tumwambie Bwana akupe nguvu ya kushinda unapopita katikati ya shida, unapopita mahali ambako kuna wakati unatamani kuiacha hiyo dhambi, ila nguvu ya kuiacha haipo ndani yako. Yesu wetu ni mwaminifu. Anataka kusudi litoke ndani ya moyo wako. Wakati tunaimba wimbo huu, kama unatamani, tumwambie Bwana achilie rehema kwenye maisha yako. Utakuwa unasogea mahali hapo. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Tutakuwa nasogea mahali hapa ili tumwambie Bwana akuguse, ili tumwambie Bwana akusaidie. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Bwana Yesu niguse, niguse.
niguse. Mungu ananena na ukinigusa wewe, anatamani tusaidie. Moyo ananena na mioyo yetu. wangu, Anatamani tutoe mahali. Moyo wangu, gusa moyo. Mungu anatamani atutoe katika shida tuliyonayo. Gusa moyo wangu, Anatamani atupe neema. Sogea kwenye madhabahu ya Bwana. Yesu, gusa moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, gusa Bwana, gusa moyo wangu, moyo wangu, gusa moyo wangu, gusa moyo. Naomba unisikilize kwa umakini. Mungu anazungumza kwa habari ya kuizoelea dhambi. Mungu anazungumza kwa habari ya kuwa kongwa katika utumwa wa dhambi. Anatamani leo tuombe na wewe, ili katika jaribu unayokutana nalo na shida hiyo unayokutana nayo, Bwana afanye upya namna ya kukuimarisha ndani ya moyo wako. Nasikia leo iwe siku ya kupatana vizuri na Mungu wetu, iwe siku ya kudhamiria kutoka ndani, kusema kwenye jambo hili lililozoeleka kwangu, natamani Yesu anisaidie. Sogea katika madhabahu ya Bwana ili tumwambie Bwana rehemu, ili tumwambie Bwana kusamehe. Hatujui Bwana anawaza nini juu ya maisha yako, hatujui kesho yako, hatujui masaa mawili yajayo kwa habari ya maisha yako, ila ndani ya moyo wangu nasikia nikupatanishe na huyu Bwana ambaye umepishana naye. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Yupo tayari kukusaidia. Kama ndani ya moyo wako unasikia leo iwe siku ya kudhamiria kutembea kwenye kusudi la Bwana. Haijalishi una miaka mingapi tangu umeokoka, ila unatamani leo iwe siku ya upatanisho wa wewe na Mungu. Sogea katika madhabahu ya Bwana. Mungu wetu hajawahi kusema uongo. Lengo anatamani akusaidie. Lengo anatamani usipotee, usiendelee kuwa chini ya kongwa la dhambi. Haleluya Yesu. Wewe ni mwaminifu. Sema na mioyo yetu. Sema na mioyo yetu. Tumezoelea dhambi kiasi kwamba tuogope sauti ya Bwana. Ila leo Bwana anakusudi na maisha yako. Ila leo Bwana anakusudi na maisha yako. Katika jina la Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, gusa moyo wangu, moyo wangu, Yesu, gusa moyo wangu, gusa moyo. Tanifuata, sema kwa pamoja: Bwana Yesu, nakuja mbele zako na kutegemea Bwana, naomba unisaidie. Shughulika na maisha yangu, najiachilia mikononi mwako. Nimelisikia neno lako, nami nipo katika madhabahu hii. Naomba neema yako na inifunike Bwana, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen.